eti mimi ni kimbaumbao, wewe ni bonge. Mimi nikamwambia mbona mimi mabonge ndo yangu. Mtoto anajua kuringa, sijaona mtaa huu. Wow, how can I compete with him? Lazima muwe na viwango vinavyofanana. Umeongea nini na mimi? Umeongea nini na wangu? Eti polisi! Si bora ingekuwa polisi waenda kumtolea dhamana unakuwa naye bwanako. Safari ya nabebwa na chombo kipya kwa taarifa yako. Utaroga wewe urogavyo, umpati ng'o. Yeah. Mama kubwa, the big mama nangai nazalimoko, mama nangai nazalimoko, mke wangu jamani, toto gu kila kitu kimeenea kwako. Nakwambia kila kitu kimeenea. Umeelewa? Watu wananiambia eti tuendane. Eti mimi ni kimbaumbao, wewe ni bonge. Mimi nikamwambia mbona mimi mabonge ndo yangu. Okay, mke wangu anaongea asijui. Wow. Hey, jamani. Mom. Za siku nzuri, mkumisa shule. Jamani, nimekumisi jamani. Uko unaenda wapi? Kipo umenepa nenepa. Mama. Karibu mwanangu. Thank you. Ora. Unajua mkao. Hivi kweli wewe bonge? Jamani. Mami, kila siku nakuona wewe mpya mke wangu. Mpya. Nikienda nikirudi mpya. Mke wangu bonge la mtu, mama kubwa. Mimi nakuona mpya. Nikienda nikirudi nakuta mpya. Eti mwenyekiti anasema niachane na wewe. Alafu na yule Juma yule ndo simpendi. Yeye ndo ananishawishi sana. Yule mwenyekiti si bonge zaidi yangu. Nani? Juma na nani yule? Nani si mzee huyu? Nani huyu mwenyekiti huyu? Yule kile kitoto kinajiita mwenyekiti ndio kibwa kinaniambia. Ngoja kwanza mke wangu. Kwani tatizo ni nini? Shoga.
Za saa hizi. Vipi yale? Vipi unaumwa? Niumwa wapi? Nimechoka. Shoga yangu nakwambia nina ubuyu hapa balaa. Nilikuwa kwangu pale nafua. Katika kufua jina letu nyumba pili pale sikarudi. Julita yule dada pale wa getini. Julita karudi? Karudi shoga. Karudi lini? Ndo anaingia sasa hivi. Wacha. Yaani nakwambia nilikuwa nafua. Hata kufua kwenyewe sijamaliza. Ninamwaga maji tu. Naona gari imepaki. Ikabidi niweke beseni langu pembeni, nizuge naenda gengeni. Ndio nikazunguka hivi nyuma nimekuja kwako hapa shoga yangu. Uko bibi? Yaani nakwambia mwaka huu mwenzetu atakoma. Kununulia gari, nyumba za Nani? Sawa. Mwenyekiti. Ndio. Wewe mimi mbuyu umesema, si ndio? Mimi mbuyu umesema. Umesema mimi mbuyu, si ndio? Umesema mimi mbuyu nakuuliza. Wewe mbuyu unaujua wewe? Wewe mambo ya familia yangu yanakuhusu nini? Mambo ya familia yangu yanakuhusu nini? Mzee mtu mzima. Unanionea. Mke wangu. Unanionea. Yako bwana. Unanionea. Wewe. Unasemaje? Mimi mbuyu nimekuuliza. Ushakunyolea ndevu na chupa. Ushakunyolea ndevu na chupa. Ngoja kwanza. Ushakunyolea ndevu na wewe. Siku nyingine nikaja nikakusikia unanitamka ovyo. Ngoja kwanza. Nisamehe. Sitamkwagi ovyo. Nimesikia. Unanielewa? Ndio. Nije nikusikie siku nyingine. Unanisikia? Ngoja kwanza. Unanitamka kama baba yako bwana. Mimi nilikuwa nakutania pale bwana mke wangu. Kivipi? Umemuona alivyo? Kawaje? Shoga kapendeza. Yaani nakwambia sisi ndo kanyoleza kizungu, maana sisi ndo katoka chuo kusoma. Mbona unanitia hamu utanifanya nikachungulie pale getini kwao mie? Yaani wewe kama vipi baadaye uje kwangu tu uje umuone. Maana yake Naisa anaweza akatoka. Kweli? Jioni njoo. Basi mimi nakuja saa 12. Nakwambia makao mwenzetu kazi wanayo. Nakuja. Njoo baadaye shoga yangu, uje umuone. Kwa hiyo sasa hivi unaenda gengeni au wapi? Sasa gengeni nimezuga tu nyankulete huo ubuyu. Alafu narudi kwangu kuendelea kufua. Shoga mimi nitakuja hiyo. Shoga yangu mimi naenda. Ngoja jua lipoa mimi nitakuja. Poa wewe na. Kwa heri. Kama unanidhalilisha hivi jamani. Barabarani. Basi twende. Njia hii hapa. Njia hii. Hapa. Bwana mgusa. Basi. Twende njia hii hapa, njia hii hapa. Niache. Mama yangu. Tangulia mbele. Mama. Wewe. Sawa. Sasa tulia kwanza. Hodi. Shemeji. Tumekuta Juma. Juma anaoga. Sawa. Labda mumsubiri kidogo. Huyu hapa mke wangu huyo. Za saizi nani? Njoo. Subiri basi aoge atatoka. Oya, toka huko ndani bwana. Umeongea nini na mume wangu? Pizo, tuongee kitu. Umeongea nini na mume wangu? Pizo, tuongee kitu. Umeongea nini na mume wangu?
akirudi. Mbavu zenu. Anakumbatia mjusi, anakumbatia. Nyie ndio mjusi kwa taarifa yenu. Vijitu vya mbamba. Kaa mlaji vile. Wewe, nikwambie kitu. Nisamehe mimi. Unaletea matatizo mimi? Mimi sikutegemea kama atafanya. Kwa nini mambo ya babu yalete mpaka nyumbani? Ndugu yangu, nitasikiliza. Sasa hizi moyo yako. Kaka ndugu yangu. What? Sikiliza mke wangu. Unajua mara nyingi nyinyi wanawake mnakuwa madhaifu sana. Hao jamaa wanaweza akaja wakatumia mwenye wako kuja kuleta na mambo yao ya ajabu ajabu, si binti yangu aolewe na nini. Hilo kwangu halina nafasi. Mimi nataka binti yangu amalize masomo yake. Alafu ataamua yeye mwenyewe kufanya. Na sina sababu ya kumzuia au ya kumbana eti kwamba lazima nimlazimisha aolewe na fulani. Hayo yatakuwa ni maamuzi yake mwenyewe hapo baadaye. Hilo nataka unielewe. Sijui unanielewa hapo? Nimekuelewa. Karibu sana. Kiukweli mimi nimefurahi sana kwa sababu tumekumisi siku nyingi Sana. Mimi na mama yako tuna shauku ya kutaka kujua umekabiliana na changamoto zipi wakati uko chuoni. Maana bwana, chuoni kuna changamoto nyingi hasa kwa nyinyi wanafunzi. Sasa nataka utuambie changamoto gani umekabiliana nazo? Dad, yani kiukweli nimekutana na changamoto nyingi sana. Alafu changamoto nilizokutana nazo ni zile ambazo sikuzitegemea tokea nikiwa A level. Sikutegemea kukutana na changamoto. Kwa hiyo nilidhani kwamba masomo ya A level ni magumu zaidi kuliko ya chuo, kumbe sivyo. Na nilipoingia mwaka wa kwanza chuoni, niliona masomo ya mwaka wa kwanza ni magumu. Nikahisi basi ya mwaka wa pili yanaweza kawa marahisi, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo inabidi ili ufaulu, ili ufikie pale ambapo una uwezo wa kuingia mwaka wa pili, ni lazima usome sana. Unajua hata mimi na mama yako. Unajua mimi nilipokuwa nasoma mimi nilikuwa nachukua namba 1, mama yako anachukua namba 2. Yeah. Tulikuwa tunachuana. Tulikuwa tunafukuzana kweli. Yaani unakaa mchooni muda mrefu namna hiyo? Mwenzangu starehe. Naambia. Hatari. Mbona wahema hivyo? Shoga, nimekuja mbio kama nakimbizwa. Shoga, nina unyunyu. Unaniwashaje? Unyunyu unaniwasha hatari. Subiri. Shoga, subiri kwanza jewa bwana. Unyunyu unataka style bwana. Subiri. Mbona style? Shoga yangu, si nilikuwa naosha vyombo? Nikatoka zangu nje kumwaga maji. Saa ngapi sipake taksi? Kwenye taksi akatoka bonge la binti. Mtoto mzuri kama malaika katoroka peponi. Hatari. Msichana anamelemeta namna hii. Kuna watu wazuri nyie. Mtoto ana mguu mnene kama kinu cha kutongia vitunguu saumu. Shoga yangu, hatari. Unywele huu huko. Mtoto wa kike. Mweupe nakwambia anang'aa namna hii. Pale kijiweni pale. Kina mzee Saidi, kina mzee nani? Wote wameacha shughuli zao. Wote nakwambia mimacho wamewakodoka, nakwambia wamekodoa macho, wote wanamshangaa mtoto. Wanamwangalia mtoto anavyo. Mtoto na matashtiti ya kufa mtu.
Na kitu kingine, sisi tuna historia ya kusoma, lakini pia hata kaka yako tayari amemaliza degree yake ya sheria. Lakini ninachotaka sasa wewe upambane naye kaka yako, yani umbanane, usimpe nafasi, muwe mnafukuzana hivi. Sio, umeelewa vizuri eh? Na zaidi kukimbizana na mtu mwanasheria, alafu mimi nasoma biashara na yeye anasoma sheria. Tena ameshamaliza. Mimi niko mwaka wa pili, yeye tayari keshamaliza mwaka wake wa 4. Imagine. Sasa how can I compete with him? Maana yangu ni kwamba sio maana ya kubanana kwamba ati wote mtakwenda upande mmoja. Yeye sawa akachukua sheria na umechukua biashara, lakini ninachotaka kwamba mnapambana, maana yake ni kwamba lazima muwe na viwango vinavyofanana. Hilo ndio ninachokitaka. Na ukizungumzia swala la biashara na sheria ni kama vitu vinavyofanana. Kwa mfano, mwanasheria lazima ataendesha shughuli zake kisheria kwa maana ana wateja. Hii ni biashara tayari. Hali kadhalika mtu wa biashara hawezi kufanya biashara bila ya kuwa na mwanasheria. Alipofikia kiwango cha elimu kakako, na wewe ujitahidi angalau ufikie mahali ambapo hata ili uweze kuendesha maisha yako baadaye vizuri. Kwa maana tunasema kwamba elimu ndio msingi wa maisha. Elimu ndio mtaji. Umeona? Na ili uweze kuendesha familia yako vizuri, lazima uwe na elimu ya kutosha, uwe na ufahamu mzuri, na pia inawezekana leo si tupo, kesho hatupo. Umeona? Unakuwa umeshapata mtaji wako. Wow. I'm glad to hear that. Na mimi ni wa promise tu na niwaahidi kwamba sitawaangusha. Nataka niwe model wa watoto watao wanaokuwa wadogo, kwamba akigrow na kwa mtu akimuuliza unataka kuwa kama nani, akamwambia nataka kuwa kama Julie, nataka kuwa kama fulani. Kwa hiyo nataka niwe model among au models wa watu mimi nahitaji. Unaona? Sasa hilo ndio la msingi. Hilo ndio la msingi. Yule mtoto kiboko. Basi naye kuona watu sasa wanammezea mate tena midenda inatoka, asilianzishe. Mtoto anajua kuringa, sijaona mtaa huu. Mtoto anaringa yule jamani, sijaona. Uko nyuma sasa. Ana mzigo kama kilo 100 hivi. Na anajuaje kuutumia? Anaupeleka nakwambia. Kititi. Habari ya pati. Kititi. Wasiwema. Siwema. Unajifanya unaringa eh? Si unajifanya unajua kuringa? Sasa kwa taarifa yako, huyo bwana wako Shisha unayemringia anabebwa. Mwacha abebwe, kama polisi nitamtoa. Eti polisi. Si bora ingekuwa polisi waenda kumtolea dhamana unakuwa naye bwanako. Safari anabebwa na chombo kipya kwa taarifa yako. Utaroga wewe urogavyo, umpati ng'o. Kwa heli. Yeah. Wajo. Nini? Kama kuna chochote unakijua kuhusiana na Shisha, naomba niambie. Mimi nilitaka tu nikwambieje kwamba kati ya ile midume iliyokuwa imemkodolea macho yule dada na Shisha wako alikuwemo. Tena yeye ndo alikuwa wa kwanza anakuambia kakodoa macho, nakwambia kaachia na domo kaa teja katika kupiga mambo yake sasa hivi. Alidua huyo mpaka kaunguza chipsi za watu bwana. Mumeo nakwambia. Nimemkuta hapo baa kwa mzee Urasa. Kajaza nakwambia mivitu kwenye meza, mibia, si minyama ya kuku, sijui minyama ya kila aina kaiweka mezani. Wakuongoza darasani si wema. Kwa akili gani alizonazo si wema? Naomba pesa nikale kwa Edward. Edward ataniwekea kila kitu. Ole wako. Jamani. Kushoto mayonnaise. Bebeni wangu unapiga kwa juu. Sikia, unazingua sasa.
nimefua mpaka nguo za ndani mshikaji.